Kutoka kuwa mchambuzi wa kawaida wa soka hadi kuwa mmoja wa watu wanaotikisa mijadala ya mpira Tanzania. Wapo wanaompenda, wapo wanaomkosoa, lakini ukweli usemwe, Ally Shaban Kamwe ameacha alama kubwa ndani ya Yanga na taifa kwa ujumla. Nikuja rasmi huku mimi na ndugu yangu kwenye mtaa ilikuwa mwaka 2010 2010. Mwaka 2010. Na nikaondoka hapa ilikuwa mwaka 2016. Mazuri mawili. Klabu Afrikeni. Yaani kipimo changu cha furaha mwaka 2022 ningepata pale Tunis kaka. Baada ya Stephen Aziz Ki kutandika ule mkwaju. Astaghfirullah. Kupanda ngamia. Ndugu yangu kwa kwenye kilele cha furaha. Unajua mimi nimeanza Yanga mechi ya kwanza ilikuwa sina roof shooting, sina KMC. Roof shooting 1-0. 2-1 sio ilikuwa ile, sio 1-0. Uwezo wake wa kutoa habari na kujibu maswali ya wanahabari pamoja na uchambuzi wa mpira ndivyo vilivyomfikisha hapo. Wengi wanajiuliza Ally amefikaje hapo, na kwa nini kila akiongea mitandao hulipuka? Hii ndio full story ya Ally Kamwe. Ungana nasi kwenye kina kujua mengi yaliyojificha. Ally Shaban Kamwe, jina ambalo leo limekuwa maarufu sana kwenye soka la Tanzania. Kabla ya kuwa sura maarufu mbele ya kamera, Ally Kamwe alikuwa kama mashabiki wengine wa kawaida wa mpira, mwenye mapenzi makubwa na soka. Hakuwahi kujua kama siku moja atakuwa sehemu ya timu hiyo kuiongoza katika masuala ya habari. Kwa mujibu wa simulizi zake mwenyewe, mapenzi yake kwa Yanga yalianza tangu akiwa mdogo. Cha kushangaza zaidi, inadaiwa kuwa baba yake ni shabiki kindakindaki wa Simba, lakini yeye moyo wake uliangukia upande wa wananchi Yanga. Kadri muda unavyopita, mapenzi hayo hayakuishia kwenye ushabiki tu, bali yakageuka kuwa sehemu ya maisha yake. Maisha ya Ally kabla ya kuonekana ndani ya Yanga, Ally Kamwe alianza kujijenga jina kupitia vyombo vya habari vya michezo. Wengi walimfahamu kama mchambuzi wa mpira mwenye kujiamini, lugha nzuri na uwezo mkubwa wa kujenga hoja. Akiwa kwenye vipindi vya michezo, alianza kuvutia mashabiki wengi kutokana na namna alivyoweza kuchambua mechi kwa ujasiri, huku wengine wakimwona kama mtu mwenye kipaji kikubwa cha mawasiliano. Polepole jina lake likaanza kujulikana zaidi. Mwaka 2022 kila kitu kilibadilika kwa Ally. Magumu yote kuhusu miaka iliyopita yaliishia hapo, hasa kumbukumbu za mwaka mbaya wa maisha yake aliyotaka kujiua kutokana na stress. Kupitia mazungumzo yake katika chombo kimoja cha habari, Ally alisikika akisema kuwa mwaka 2018 ni mwaka mbaya ambao hapendi kuukumbuka kwenye maisha yake. Yanga walimtangaza rasmi Ally Kamwe kuwa meneja wa habari na mawasiliano wa klabu hiyo. Hatua hiyo iliwashangaza wengi, lakini kwa mashabiki wa Yanga ilikuwa kama kupata sauti mpya yenye nguvu. Kazi yake ilikuwa moja: kuizungumza Yanga, kuwasiliana na mashabiki, media na kusimamia taarifa za klabu. Lakini
hakuna aliyezani angekuja kuwa maarufu kwa kiasi kama hiki. Ndani ya muda mfupi, Ally Kamwe akawa mmoja wa watu wanaozungumziwa zaidi kwenye soka la Tanzania. Kila dabi ikikaribia, mashabiki wanakuwa na hamu ya kusubiri kauli yake. Kila mechi kubwa ya CAF, watu walitaka kujua atasemaje. Kwa lugha yake ya kujiamini, utani wa kimichezo na hamasa kubwa kwa mashabiki wa Yanga, Ally Kamwe amegeuka kuwa nembo ya mawasiliano ya club. Lakini umaarufu mkubwa huja na changamoto zake. Kadri alivyoendelea kuwa maarufu, ndivyo alivyokuwa akiingia kwenye mijadala mingi. Baadhi ya kauli zake zilipokelewa vizuri na mashabiki wa Yanga, lakini wengine waliziona kama zenye utata, hasa kutoka kwa watani wa jadi. Kwanza mtu baadaye, maana ya kitu cha muhimu kwa wanayanga ni Yanga yenyewe. Kwa mimi naifanyia kazi Yanga ili Yanga iwe bora, ivute watu wengi zaidi, ili siku hata mimi nisipokuepo watu wale wabakie kwenye Yanga yao. Hata hivyo, jambo moja halikukubalika. Ally Kamwe aliendelea kusimama kama sauti ya Yanga mbele ya umma. Leo hii Ally Kamwe ni zaidi ya msemaji wa club. Kwa wengi ni mtu aliyeonyesha jinsi mawasiliano ya michezo yanaweza kubadili taswira ya timu. Lakini swali linabaki, je, Ally Kamwe ni msemaji bora zaidi kuwahi kutokea kwenye soka la Tanzania? Andika maoni yako hapo chini. Usisahau kulike, kushare na kusubscribe. Hii ni Maono Simulizi. Tunakuletea simulizi zenye ukweli, historia na maisha halisi. Yanga waitangaza nafasi za kazi. Na nafasi zile ni mtu una apply. Mimi attempt za kutaka kufanya kazi Yanga nilizianza nilikuwa Yanga miaka 6-7 iliyopita. Ndio mimi wasemaji wa Yanga waliopita wote ukichunguza nyuma yao mimi nilikuwepo. Kama kijana wao wa kazi kwenye idara. Hiyo idara ya Jeteng nilikuwepo. Studios Master mimi nilikuwepo. Kuje mimi ndio mtu pekee ambaye nimeandika jarida la Yanga. Nikaandika jarida la kwanza la Yanga. Peke yangu nikalisuka likakamilika. Nikatoka kama kaida yangu. Kapoa langu nikarudi zangu kujiendeleza maisha. Kwa hiyo nimekuwa na karibu na hawa wasemaji muda wote. Nikawa naona kazi zinafanyika. Kwa this time around nikasema hii sio nafasi yangu sasa. Shakuwa huku nyuma shakuwa na watu wengi. Kila mtu